Ndugu mtazamaji, hali ya usalama nchini Uganda imeendelea kuwa tete kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Alhamisi ya tarehe 15 Januari mwaka 2026 baada ya taarifa kuibuka kwamba takriban watu 7 wameuawa katika vurugu zilizotokea usiku wa kuamkia Ijumaa ya tarehe 16 Januari 2026. Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa Reuters, machafuko hayo yametokea katika mji wa Butambala uliopo takriban kilomita 55 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Uganda, Kampala. Taarifa zinaeleza kuwa vurugu zilianza nyakati za usiku, muda mfupi tu baada ya kufungwa kwa vituo vya kupiga kura. Msemaji wa polisi wa eneo hilo, Lydia Tumushabe, amesema kuwa kundi la watu wanaosadikika kuwa wafuasi wa upinzani wakiwa na silaha za jadi zikiwemo mapanga na mikuki walivamia kituo cha polisi pamoja na kituo cha kupigia kura kilichokuwa jirani. Hatua hiyo ililazimisha vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka kuzuia hali isizidi kuwa mbaya. Akizungumza na Reuters, Tumushabe amesema polisi walifyatua risasi kwa madai ya kujilinda, akisisitiza kuwa kundi hilo lilikuwa kubwa na lilionekana kuwa tishio kwa usalama wa maafisa na mali ya umma. Amesema watu 25 walikamatwa baadaye kuhusiana na tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini waliohusika moja kwa moja na vurugu hizo. Hata hivyo, bado kuna maswali mengi yasiyokuwa na majibu kuhusu matukio mengine yaliyoripotiwa katika eneo hilo. Msemaji huyo wa polisi amesema kuwa hana taarifa rasmi kuhusu madai ya watu wengine takriban 10 kuuawa katika nyumba moja ndani ya wilaya ya Butambala, ingawa taarifa hizo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo kadhaa vya habari. Wakati hali ya usalama ikiendelea kujadiliwa, tume ya uchaguzi ya Uganda imetangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa uraisi. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa kutoka takribani ya 59% ya vituo vya kupiga kura, rais wa sasa na wa muda mrefu Yoweri Kaguta Museveni anaongoza kwa 75% ya kura zilizohesabiwa hadi sasa, huku mpinzani wake mkuu, mwanamuziki aliyegeuka mwanasiasa Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, anaripotiwa kupata takribani ya 21% ya kura, huku kura zilizobaki zikigawanywa miongoni mwa wagombea wengine 6 waliokuwa wakishindania katika kinyang'anyiro hicho cha urais wa Uganda. Tume ya uchaguzi imesema zoezi la kuhesabu kura bado linaendelea na imewataka wananchi kuwa watulivu wakati wakisubiri matokeo kamili, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa uchaguzi huo na hali ya haki za binadamu nchini Uganda. Ndugu mtazamaji, ikumbukwe pia kabla na wakati wa zoezi la uchaguzi, serikali ya Uganda inayoongozwa na rais wa muda mrefu Yoweri Kaguta Museveni ilitangaza kusitisha huduma za mitandao kote nchini. Serikali ilieleza kuwa hatua hiyo imelenga kudhibiti kile ilichokitaja kuwa usambazaji wa taarifa za uchochezi na upotoshaji ambao ungeongeza vurugu na kuvuruga amani nchini Uganda. Hatua ya kuzima mtandao imekuwa ikitumika mara kwa mara nchini Uganda katika nyakati nyeti za kisiasa, hususan wakati wa uchaguzi, na mara nyingi imekosolewa na makundi ya haki za binadamu pamoja na wapinzani wa kisiasa, wakisema inakiuka uhuru wa mawasiliano na haki ya kupata taarifa. Serikali hata hivyo imeendelea kusisitiza kuwa uamuzi huo ni wa kiusalama na unalenga kulinda utulivu wa taifa la Uganda wakati wa mchakato wa kidemokrasia. Kwa ujumla, matukio haya yanaonyesha kuwa mazingira ya uchaguzi nchini Uganda yamekumbikwa na mvutano mkubwa wa kisiasa na wa kiusalama. Vurugu zilizosababisha vifo, kukamatwa kwa watu kadhaa pamoja na uamuzi wa serikali kuzima mtandao vinaendelea kuzua maswali kuhusu uhuru wa kisiasa, uwazi wa mchakato wa uchaguzi na nafasi ya sauti za wananchi katika kipindi hiki nyeti cha uchaguzi mkuu. Wakati tume ya uchaguzi ikiendelea kutangaza matokeo ya awali yanayoonyesha ushindi mkubwa kwa rais wa sasa na wa muda mrefu Yoweri Kaguta Museveni, macho ya wananchi wa Uganda ndani na nje ya nchi, wapinzani wa kisiasa na jumuiya ya kimataifa bado yanaelekezwa kwenye hatua zinazofuata, hasa kuhusu uthibitisho wa matokeo, hali ya usalama na mustakabali wa kidemokrasia nchini humo. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndio sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.